Kwa neno uasi, wa kwanza kuasi aliitwa Lucifer. Lucifer ndio aliyekuwa wa kwanza kuasi. Na uasi ni dhambi, tena ni dhambi mbaya sana. Tunasema Lucifer ndio alikuwa wa kwanza kuasi kwa sababu gani? Lucifer alikuwa kiongozi anayeongoza malaika au kundi la malaika. Sasa Lucifer akawa na moyo wake ukagawanyika, akawa na hamu na kutamani kufanana na Mungu. Kiburi kikaingia, akatamani na yeye kuwa kama Mungu, yani kuwa kama muumba. Ndio ikatokea roho ya uasi au katokea uasi, na Mungu akaiadhibu hiyo dhambi ya uasi au akaadhibu huo uasi kwa kumfukuza. Na alipofukuzwa moja kwa moja, alishuka na kundi au theluthi ya malaika waliokuwa wanakubaliana naye. Theluthi ya malaika walifukuzwa pamoja naye, ambao walikuwa wanakubaliana na yeye kwa ule uasi. Tanzania kunaweza kukawa na uasi, au viongozi wa kisiasa wanaweza wakafanya uasi? Ni ngumu kulingana na jinsi ambavyo taifa letu limejengwa. Kwa mfano, tuna vikundi vya ulinzi. Tuna vikundi vingi vya ulinzi. Tulikuwa tunaunda vikundi vya ulinzi shirikishi, tuna vikundi vya migambo ambavyo unaangalia mgambo hata kwenye katiba hawapo. Kwenye katiba, yani katiba, ukisoma katiba yote haitambui mgambo. Haitambui hao askari mgambo. Lakini wako wanatumiwa kwenye halmashauri, wako wengine wameanzisha vikundi vya ulinzi. Makampuni ya ulinzi ni mengi sana Tanzania. Sasa ukiangalia makampuni yote na vikundi vyote vya ulinzi, mpaka na vya ulinzi wa viongozi ndani ya vyama, kwa ujumla vikundi vyote vya ulinzi viko chini ya jeshi la polisi. Ukiangalia vikundi vya ulinzi vimesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini chini ya jeshi la polisi. Kwa hiyo ili kutokea uasi kwa vyovyote vile, ni lazima ndani ya jeshi mojawapo, iwe ni jeshi la wananchi, jeshi la polisi, jeshi lolote lile, yani itokee kwamba uasi umeanzia ndani ya majeshi haya. Na kwa Tanzania ni ngumu kweli, yani ni kitu ambacho hakiwezekani kwa Tanzania. Kwa sababu ukija kwenye taratibu za kiusalama, unakuta mpaka raia ni mlinzi wa nchi. Yani mpaka raia wa kawaida. Unaweza ukasema hawa sio wazalendo, lakini nataka nikwambie, sidhani kama unaweza ukapata Mtanzania wa kawaida tu kabisa ambaye anaweza akashirikiana na jeshi lolote Tanzania kwa ajili ya kufanya jambo la uasi. Uasi mwingi wa Tanzania ni wa vikundi. Kwa mfano, kuna vikundi vya taasisi za kidini. Uasi ni mwingi mno. Maana hakuna uasi pasipo mapatano. Unakuta kikundi cha dini kimesajiliwa, ni dhehebu la dini na lina wa viongozi ndani. Sasa ndani ya wale viongozi wanaasi katiba yao, wanaasi miongozo yao. Unakuta wa mtu ni wa dhehebu hili, lakini ndani ya dhehebu lile mtu kiongozi anaunda kundi lingine kwa kutaka kwenda kuanzisha dhehebu lake. Hiyo ni uasi, kama ule aliofanya Lucifer, au aliofanya ambaye baadaye aliitwa jina lake Shetani. Au kuna vikundi mbalimbali vinaweza vikafanya uasi, au ndani ya vyama vya kisiasa vinaweza vikafanya uasi wao kwa wao, lakini sio kuasi kama nchi. Hapana. Kitu kama hicho kwa Tanzania ni kigumu sana.